Kwa utamuona Dhulqarnaini anatembea katika sehemu kubwa sana ya dunia, lakini kila sehemu alipofika ameacha legacy, ameacha alama ya uwepo wake. Na hili linatupeleka mbali zaidi kwamba sisi kama Waislamu tunaweza tuko mijini, hasa sisi kama watu wa mijini, lakini ukitoka ukatembea kidogo kando tu unaweza ukashangaa ukakuta Uislamu haujulikani kabisa, na watu wako mijini wanagombania misikiti, watu wako mijini wanagombania waumini. Kuna maeneo yako pembezoni kidogo tu mwa miji, jitihada hazijafanyika, ni kwa sababu hatuna uhakika wala hatujui ni kwa kiasi gani huo Uislamu haujafika. Kwa hiyo safari hii ya Dhulqarnaini mpaka Mwenyezi Mungu anaisimulia na kazi alizozifanya, inatosha kabisa kwamba tunatakiwa tufanye da'wa katika maeneo yetu ya karibu, lakini pia tusogee pembezoni mwetu tukafanyie tukauone hali ya Uislamu, ili tupe hera ya kwenda kurekebisha hali katika maeneo hayo ambayo yana hali mbaya ya Uislamu. Katika miaka kadhaa nakumbuka imepita, wewe kusoma katika gazeti la Nuru wakati ule, Sengerema palikuwa pameripotiwa katika kijiji fulani, umefika mwezi mtukufu wa Ramadhani watu hawafungi. Sasa mtu anapita katika kuhoji, mbona hapo Waislamu mko wengi lakini inaonekana hamfungi? Wanasema shehe amesafiri kwa sababu hatuna mtu wa kutunuiza. Yaani watu hawana saumu, watekeleze baada ya saumu, wanakosa mtu wa kuwanuiza. Yaani ile dhana yenyewe ya kunuia ni jambo lingine, lakini hata huyo mtu wa kunuiza, wa kukariri maneno ya kunuiza, naye hayupo. Alafu Waislamu wako mijini wako wanagombana kwa kutikisa vidole na kutotikisa, kwa kufunga mikono na kutofunga. Kwa hiyo katika ishara za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatuwezi kuziona mpaka tutoke, tutembee kilengo, kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunaupeleka Uislamu nje ya maeneo ambayo sisi tunakaa. Hilo ni funzo moja muhimu sana ambalo tunalipata kwa Dhulqarnain. Na pengine kwa hali aliyokuwa nayo na kwa uwezo aliyokuwa nao, ndiye angeweza kukaa sehemu watu wanatoka wanakuja, lakini yeye alitoka kwenda kutoa huduma katika maeneo. Lakini pia viongozi wa umma katika jambo hili hatutakiwi kukaa kusubiri watu wenye matatizo mpaka watufikie, bali sisi kama jamii ya Waislamu na kama viongozi wa umma tuwe na mpango mkakati madhubuti wa kufuatilia jamii, tukajua shida wanazokuwa nazo na tuweke mikakati ya namna ya kuzikabili. Hii ni katika level zote, kwamba kama kuna watu wamepata nafasi katika nyadhifa za uongozi katika serikali, umepata kitengo chochote, si busara kukaa ukasubiri mpaka watu walete shida. Mtu anatakiwa atoke aende akatafute shida za watu ili aweze kuzitatua. Lakini hata ukija kwa jamii yetu sisi kama jamii ya Waislamu, wachilia mbali kuwa katika vitengo vya serikali, kama jamii ya Waislamu kwa level zetu, hata katika viwango vya misikiti, hataki kukaa kusubiri mpaka watu walete shida ndio tukashughulike nazo. Nilikuwa nafundisha darasani, nikamwambia katika uzoefu tulionao, mara nyingi ambazo tunazipata tunashughulika na shida za watu, mara nyingi huwa ni shida za watu wanaotoka mbali. Yaani unaweza ukamkuta mtu anatoka Mabatini anakuja hapa kuomba, mtu anatoka Busweru anakuja hapa kuomba. Ndio tunaosimama kutangaza bana mzetu ana shida hii, huyu ana shida hii. Lakini mara nyingi wale ambao wana shida katika mazingira yetu ambao tunaswali nao swala tano, hatuwaoni wakiomba. Sio kwamba hawana shida. Hawa watu kama sisi hatukuweka mkakati wa kushughulika na shida zao, maana inawezekana mnakaa safu moja, mnaswali pamoja kwa kushikana, tena kwa kumwambia sogeza mguu wako, lakini katika uhalisia wa maisha mnatoa salamu pale, yeye anashinda hajapata hata chakula, siku ikapita. Nikawa nasema labda na wao huku huwa wanatoka wanakwenda misikiti ya mbali kwenda kuomba. Yaani huenda kile ambacho sisi tunahudumia wa mbali, labda kunawezekana anaona shida wa hapa na wenyewe wanatoka na kwenda katika misikiti ya mbali kuomba. Kwa nini? Kwa sababu
hatuna taratibu ya kufahamu watu na shida zao, tukatafuta namna ya kusuluhisha haya matatizo yanayowakabili jamii zetu. Kwa hiyo utakuta tunajaza misikiti kwa jamaa, lakini kujua kwamba nani ana shida gani kwa sehemu kubwa tunaweza tukawa sasa kupitia katika suratul Kahfi na kumpitia Dhulqarnain inatosha kabisa kuona kwamba kumbe wakati mwingine natakiwa tutoke twende tukajue shida za watu, tuwe na mpango maalum. Maana hata hutasemwa na kwenda kumtembelea kila mtu, lakini kuwa na mkakati ambao unaweza ukawafanya waumini wote mkajuana, ili hata ukajua kwamba tunapopata jambo fulani anahitaji kupata msaada, kuliko ile njia ambazo tunazitumia katika kipindi cha sasa. Katika suratul Kahfi, katika kadhia hii ya Dhulqarnain, katika kisa cha Dhulqarnain, imeonekana watu ni wa aina mbili. Watu wanagawanyika katika maeneo makubwa mawili. Wako watu ambao kama Dhulqarnain alivyokuwa amepewa kibali cha kuadhibu au kufanya wema, Dhulqarnain akasema, amma man amana wa amila salihan falahu jazaan alhusna wa sanaqulu lahu min amrina yusra, ama yule atakayeamini akakubali kufanya vitendo vizuri, huyu tutakuwa naye pamoja, tutampa ujira mara mbili, lakini pia tutazungumza naye kwa lugha nyepesi, katika mambo yetu tutamfanyia ule wepesi. Lakini yule atakayekanusha amri za Mola wake mlezi, tutamuadhibu katika haya maisha ya dunia, kisha katika maisha ya akhira atakwenda kuadhibiwa zaidi. Hii ni ishara kwamba katika wanadamu wako wa aina mbili. Wako ambao ukiwa nasi kwa nasaha za kawaida wanaelewa na wanafuata njia, lakini pia kuna watu ambao kwa hulka ya binadamu yeye hawezi kwenda mpaka utumie nguvu. Na hapa ndo tunasema ukiwa hauna mamlaka, manake wote ishia kwenye kunasihi, lakini huwezi kuamrisha kwamba utafanya hivi, la hutaki nitakufanya hivi. Hiyo ndiyo nguvu ambayo inaweza kufanywa kwa mtu ambaye atakambeba mamlaka. Ukisoma history ya Idi Amin Dada rahimahullah, Mwenyezi Mungu amrehemu, aliyekuwa rais wa nchini Uganda, inatajwa wakati mmoja palikuwa na watu hao wanaitwa Karamoja. Sasa watu walikuwa wana dasturi, wakati ule anahamasisha watu kuvaa hijabu, lakini pia kujistiri. Ikakutana na kabila hili ambalo wao walikuwa kwa utamaduni wao wanatembea uchi. Akatuma serikali zake na nini, timu zake zikazungumze nao warudi katika utu, wavae. Wako wachache waliokubali, lakini sehemu kubwa walikataa. Ikabidi afanye nao mkutano, na amekuja na robota za nguo za kutosha kabisa kwa ajili yao. Akaambia, nyinyi mmezungumza na hawa, mmeambiwa hivi, sasa nawauliza, mnavaa hamvai? Wakasema hatuvai. Idi Amin akashika bunduki akasema, hii mnaijua? Akasema, si bunduki. Unajua kazi yake? Idi Amin alichofanya, akawasha moja. Ile kuwasha moja haikumgusa mtu, maana ni kwamba amewasha tu. Walijikuta watu wameshakaa katika upande wa kuvaa, yaani kuwaonyesha tu, lakini kulikuwa na hata tayari wameshahama, wote wamekaa katika upande wa nini, wa kuvaa. Ndio Allah anasema, wa anzalna ma'ahum alkitaba wal mizana liyaquma an-nas bilqist. Mwenyezi Mungu ameteremsha mitume, akawapa vitabu, akawapa sheria, akawapa hekima ya namna ya kufikisha ili watu wasimamishe uadilifu. Lakini kwa kujua kuna watu ambao hawatoelewa lugha ya nasaha ya kawaida, wa anzalna alhadida fihi ba'sun shadid, kisha wakateremshiwa na chuma ambacho ndani yake kuna nguvu kubwa, kwamba mtu ambaye haelewi katika nasaha za kawaida
basi inatumika ile nguvu, anatii kwa kutaka na kutotaka. Na haya ni mambo ambayo pia yanatumika kwa kiasi kikubwa sana hata kwenye jamii zetu. Mnaambiwa hivi, amuelewi, ikitumika njia fulani basi watu wanaelewa. Sasa huwezi kufanya hayo kama hauna mamlaka. Kwa sababu katika level yetu sisi kama jamii ya Waislamu, sisi ndio tuliohimizwa kuamrisha mema na kukataza mabaya. Alalasaf, kwa masikitiko, kwa sehemu kubwa sana tunaweza kukuta kwamba nguvu inatumika dhidi ya Waislamu katika kutekeleza Uislamu ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuamuru kutekeleza. Unyonge wa aina hii hautaondoka mpaka tufike pahala tubebe kielelezo cha Dhulqarnain kwamba ndicho kielelezo cha Muislamu anavyotakiwa kuwa. Kwa lugha nyingine, hatuna namna ya kuamrisha mema na kukataza mabaya, kwamba kuna mambo unasema nisaidie kufanya hiki na kuna mambo unasema fanya, usipofanya nitakufanya hiki. Kama hauna lugha hiyo, hauwezi kuamrisha mema wala huwezi kukataza mabaya. Tutaishia kuzisoma aya mpaka kiyama kinasimama. Lakini kupitia kwa Dhulqarnain ameonyesha mfano wa wazi, na kwa hivyo na sisi tukiisoma Suratul Kahfi tukaelewa katika misingi hiyo, tutakaa katika mtindo wa kuamrisha mema na kukataza mabaya. Na jambo lingine ambalo tunajifunza ni kwamba Uislamu unatuhimiza kutumia neema alizotujalia Allah Subhanahu wa Ta'ala kuinufaisha jamii badala ya kuwaza kunufaika kama watu binafsi. Mtakumbuka kabla tumeangalia katika kadhia ya hisri ya Al-Khidri, amekwenda akakuta nyumba inataka kuanguka ukuta wake, alafu yeye mwenyewe akausimamisha ule ukuta bila kuhitaji ujira. Na Musa akamwambia, lau sita latakhadta alayhi ajra, tungechukua ujira kwao alafu ikatusaidia. Baadaye akaja kuonesha hawa watu wenyewe huo ujira hawana. Hawa watu wenyewe ni mayatima maskini kabisa. Kwa hiyo si kila mtu kwa neema uliojaliwa katika kutoa huduma lazima ulipwe. Kuna baadhi ya watu ambao ukiwafikia wao wanahitaji huduma yako. Kwa mfano, umejaliwa kuwa ni daktari, unakutana na mtu ambaye ni maskini, hawezi kulipa katika kiwango unachokitaka. Kumfanyia huduma haitodhoofisha ule udaktari wako. Kwa hiyo kila mmoja katika nafasi yake, kuna baadhi ya vitu ambavyo ni lazima atazame watu ambao hawana uwezo wa kukidhi haja ya kila anachokihitajia ili aweze kutoa huduma. Bado akitoa ile huduma atakuwa na ujira mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unamuona Dhulqarnain amefika kwa watu, wamemueleza tuna shida 1 2 3, tukubaliane walau kwa malipo tukulipe kiasi gani uweze kufanyia hivi. Sofa kwa malipo ambayo wangemlipa yasingelingana na kazi ambayo ameifanya, kwa sababu ameifanya katika level ambayo ni ya juu kabisa. Lakini angalia Dhulqarnain anasema, ma makani fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwa, kile ambacho Mwenyezi Mungu amenijalia mimi ni khairi kubwa kabisa. Kwa hiyo tunasema katika jamii ya Waislamu kutoa huduma ni kipaumbele kuliko malipo. Kwa hiyo wakati mwingine hata huduma unazozitoa sio lazima zilingane na kiwango cha, yani malipo unayopata sio lazima yalingane na kiwango cha huduma unachopata. Wakati mwingine jamii ya Waislamu lazima uhisi na nini sehemu yake, kile ambacho kinawezekana kufanywa kwa ajili ya umma. Sio lazima mtu akae asubiri, sio lazima asubiri. Yani inawezekana, kwa mfano tunasema imetokea kuna hitilafu yoyote ya umeme hapa msikitini na muumini mtu anaswali hapa, ana uwezo wa kurekebisha kitu hicho kwa dakika 15, lakini hawezi kurekebisha mpaka mtafutane mpatane ili kufanya hiyo kazi. Huyu mtu atakuwa hajaelewa uzuri. Kuna baadhi ya vitu ambavyo nasema kwa kweli na mimi niingizie nipate chochote ni sawa, lakini watu ni wa aina. Ukikutana na watu ambao wanaweza kulipa katika kiwango hicho, fabiha wa neema.
kwamba tunaweza kuwa tunaswali na mtu ni fundi bomba, lakini bomba liko limefungwa pale, limeharibika, hawezi kufanya tu jambo hilo la kujitolea. Je, ingekuwa umekuwa injinia muhandisi kwa kiwango cha Dhulqarnain, hali ingekuwaje? Ikiwa huwezi tu kurekebisha bomba, ungeweza kuweka ukuta kwa kujitolea, tena ukuta ambao sio wa kawaida, ukuta wa history. Kwa hiyo katika Uislamu, hisia za kujitolea kwa maendeleo ya Uislamu, kwa maendeleo ya jamii inayokuzunguka ni katika kitu kinachosisitizwa sana. Ukisoma hii kadhia ya historia ya Dhulqarnain kama anavyotusimulia Allah subhanahu wa ta'ala, na wenye uwezo wale ambao Mwenyezi Mungu amewajalia hawawezi kuathirika kwa kuwafanyia watu huduma fulani. Kama unavyoona watu wanaweza kutoka wakaja wakaweka kambi ya kutoa huduma za afya, wakakaa pale kwa muda wa siku 3, wanapima, wanatoa dawa, wanafanya hivi, halafu unapata bure. Huu ni utamaduni wa Uislamu, ndio unavyotarajiwa, ule utamaduni wa Uislamu. Ndugu zangu wale ambao wako JAI wanashughulika na wagonjwa, kuna watu wanakwenda kushughulika nao, kwa mfano ni Seketure, wanafika pale, yaani mtu hana ndugu yeyote, yaani zaidi ya nyinyi ambao mmefika pale, hakuna taarifa zozote zinazohusu jamii yake zaidi yake yeye. Kile kitendo cha watu wale kwenda pale wakatoa huduma. Kuna watu wengine wanahitaji huduma ya 24 hours, kuna watu wengine wanahitaji hata kupata chakula, kupata dawa. Lakini bado unaweza ukakuta katika matapo yetu haya yananasibishwa na dini, nashindwa kuyaita ya dini, katika matapo ambayo yanasibishwa na dini, utasikia hakuna kitu kama hicho. Sio njia sahihi ya kulingania dini. Watu wakaenda kutoa huduma katika mahospitali kwa kujitolea, wakamchukua mgonjwa, wakamsafisha, wakamfanyia hivi. Bado utakuta kuna watu wanaweza kusimama na wanawaradi kuona kwamba watu hawa njia wanayoitumia pia katika kulingania sio njia sahihi. Lakini katika uhalisia, ukisoma vizuri kwa uono mkubwa, kila mmoja kwa nafasi yake anayo nafasi ya kujitolea kwa maslahi ya jamii, na anayo nafasi ya kujitolea kwa maslahi ya dini yake ya Uislamu. And so far, huduma katika jamii ndio Uislamu wenyewe. Huduma katika jamii ndio Uislamu wenyewe. Na ukisoma katika kadhia ya mirathi, katika Uislamu, wakati mwingine kuna mtu anafariki, anamwacha mtu ambaye ni mrithi wake. Huyu mrithi anakuwa ni yatima, alafu unakabidhiwa wewe umlee. Kanuni ya Uislamu imesema hivi: kama unao uwezo, usichukue chochote kwenye mali yake huyo yatima kwa ajili ya kumhudumia. Usichukue, pamoja na kwamba unamhudumia, na yatima mwenyewe ni tajiri, lakini usichukue chochote katika mali yake wakati wa kumhudumia. Tumia mali yako kumhudumia yatima, alafu hii mali yake yatima uiendeleze mpaka atakapokuwa mkubwa, uchukue mali yake yote umkabidhi. Lakini atakayekuwa fakiri, kwa sababu ya nafasi yake amepewa dhamana ya kumhifadhi huyu yatima, lakini ni fakiri, falyakul bil ma'ruf, huyu anaruhusiwa kutumia mali ya yule yatima kwa ajili ya kumhudumia, lakini bil ma'ruf, kwa uadilifu wa hali ya juu kabisa. Asiende kwenye luxuries, kwenye mambo ya ziada kwa kutumia mali ya yatima. Kwa hiyo utaona Uislamu unahitaji tujitoe zaidi katika watu dhaifu. Tujitoe zaidi katika watu dhaifu kuliko kufikiria namna ambavyo unaweza kunufaika. Lakini pia tunajifunza kitu kingine cha masuala ya ufadhili.
Ufadhili unaokubalika katika Uislamu sio wa kubweteka watu wakakaa wakasubiri kila kitu wafanyiwe. Lakini angalia, hawa watu wamesema sisi tuko tayari kukulipa, halafu wewe utujengee ukuta huu. Na yeye akafikiria, wakati natoa hii huduma na mimi nahitaji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu ambao wao ni malipo oriented, kwa maana wao bila malipo hafanyi chochote. Manake ni kwamba pale atakapokuwa analipwa, manake hiyo imekava kila kitu kwa Mwenyezi Mungu, hata kuta kitu. Angalia Dhulqarnain anasema a'inuni biquwa, naomba mnisaidie nguvu kazi, nipate vibarua lakini pia nipate mali ghafi, nileteni vipande vya chuma. Ufadhili huu ndio unaokuwa sawa kabisa katika Uislamu, kwamba jamii ya Waislamu popote wanapokuwa wafanye lile ambalo liko ndani ya uwezo wao, alafu wahitajie msaada kwa kile ambacho kiko nje ya uwezo wao. Lakini kama watakaa wameweteka, wamekaa wanasubiri, watachelewa sana kufanya maendeleo. Na mifano tunayo, watu wamejenga mashule kwa kutumia nguvu tu za mikono, kila ambacho kiko ndani ya uwezo wao. Pale panapohitajika kumpata mtu ambaye kitu ambacho ni cha kitaalamu, hapo ndo mnaweza kuingia mfukoni kutafuta. Lakini watu wamekwenda, watu wakabeba mawe, watu wakafanya hivi, watu wakajitolea kadri ya uwezo, na mashule watu wakapata. Njia hiyo pia mnaweza kuitumia, mkajenga majengo ya hospitali, mkajenga jambo lingine, mkafanya jambo lingine kwa nguvu ya pamoja. Hii tunaisoma kutoka katika history hii ya Dhulqarnain, kwamba yeye kama mtaalamu atafanya 1 2 3, lakini nyinyi ambao mnahitajia lazima kila mmoja pia kwa lugha nyingine kitu kama hicho unakuwa umekikabidhi katika upande wa jamii, kwa sababu wote watakuwa walihusika. Lakini kwa masikitiko, kwa mazoea ya ufadhili, mtu anaweza kutoka Sengerema amechangiwa nauli ya kuja kuomba msaada wa juzuama Mwanza, akapita kwenye misikiti. Tuna madrasa yetu pale, tumekosa juzuama, tulikuwa tunahitaji juzuama kama 100. Ametoka Sengerema, ni mfano, na yanatokea kweli, anachangiwa nauli. Hiyo nauli peke yake ilikuwa inaweza kununua juzuama 100 au zaidi, lakini kwa sababu za mazoea ya kufadhiliwa unakuta maendeleo yanakuwa ni madogo sana katika Uislamu. Nenda katika baadhi ya misikiti, wanaoswali pale ni waumini wako pale msikitini, lakini msikiti unaweza ukawa unavuja, wanasubiri mfadhili anayeweza kuja kuzuia sehemu ya kuvuja. Ni mazoea. Watu wanakaa kwenye msikiti wa makuti, wanaweza kuwa wanachukua wakati mwingine kama kuingiza huruma, lakini watu wote wanaoswali pale wanaswali, wanaishi kwenye nyumba zao nzuri kabisa. Lakini ikija kwenye ishu ya msikiti, wote wanasubiri ufadhili. Ajibu, ni katika ajabu kabisa za dunia. Sasa utaona kwa mujibu wa historia ya Dhulqarnain ni kwamba kama hatukujenga hisia za kujitoa kwa ajili ya jamii, hata yale ya kwetu pia tunaweza tukakaa tukasubiri ufadhili. Uislamu unatufunza tutoe vile ambavyo viko ndani ya uwezo wetu, vile ambavyo viko zaidi ya hapo tuombe msaada wa Allah, na tuombe watu ambao wanaweza kuwa na uwezo huo. Kupitia katika hiki kisa cha Dhulqarnain, Uislamu unatuhimiza kuwa tunapofanya jambo katika Uislamu, tukiamua kwamba tunahitaji kufanya jambo fulani, basi tulifanye katika kiwango cha juu kabisa. Na hii inaenda sambamba na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, amesema inna Allaha yuhibbul 'abda idha 'amila 'amalan ay yutqinahu, hakika Mwenyezi Mungu anapenda mja wake anapoamua kufanya jambo fulani, basi alifanye katika kiwango cha juu kabisa cha excellence, katika uzuri, kiwe kiwango cha juu kabisa. Umeamua kufanya, usifanye kwa kubahatisha.
Usifanye kwa kuparua tu, fanya katika kiwango cha juu kabisa. Mkiamua kutoa kwamba tutatoa huduma hii, basi isiwe ni huduma ya kudhalilisha, yani huduma ambayo haionekani, basi muifanye katika kiwango cha juu kabisa. Kwa hiyo katika Uislamu, katika mambo ambayo yanahimizwa katika uzuri, katika kufanya mambo, kwamba Waislamu tutakuwa tufanye mambo katika kiwango cha juu kabisa. Nilikuwa naongea na wenzetu tukasema, mwaka jana walilahi alhamdu tulifanya huduma ya kufuturisha watu ambao wanahitaji kupata iftari katika mazingira yetu haya. Mwezi mtukufu wa Ramadhani, sio mnaswali pamoja alafu mnatawanyika kila mmoja anajipinda kivyake. Mmeswali na watu ambao hawana sehemu ya kula. Tukasema tuweke huduma ya kufuturisha. Ilifanyika, lakini kwa sababu ilikuwa ni mwanzo, haikufanyika katika kiwango ambacho kinastahili. Tunafikiri biidhnillahi karim, na kupitia hotuba hii pia ya Ramadhani inayokuja, tuko Rajab, baada ya Rajab Shaaban, baada ya Shaaban Ramadhani, kama sehemu, wala sio huduma pekee tu, lakini tuchukue kama mfano. Lazima tujipange kuhakikisha kwamba tunaposema tutatoa huduma, tuitoe huduma katika kiwango ambacho the best. Wako watu alhamdulillah, Mwenyezi Mungu awalipe kheri, ambao walichangamsha ile iftari. Yani mtu anapika nyumbani, analeta chakula ambacho katika kiwango cha juu kabisa. Pengine inawezekana watu wengine ambao wakula hapa hiyo iftari hawakuipata katika mwezi mzima. Walilahi alhamdu, Mwenyezi Mungu awalipe kheri kwa kiwango kile ambacho walikifanya. Lakini kikaki mkakati ni katika jambo ambayo watu wanatakiwa kuwania, kwamba katika mwezi mtukufu wa Ramadhani unaokuja wanaweza kutokea watu binafsi kwamba bana, mimi naweza kufuturisha watu kwa siku 3, kwa siku 4, kwa siku ngapi. Lakini kwa fadhila hizo watu wote, kila mmoja katika sisi anatakiwa ahusike, apate hiyo ghera ya kutoa huduma kwa ajili ya kufuturisha watu katika sehemu hii. Yani isifike pala sasa tunaangalia namna ambavyo mmeshapakua kwa mujibu wa idadi ya watu waliokuja, mnarudisha chakula jikoni tena kuanza kukimega ili kiweze kutosheleza wale wahusika. Kadri inavyowezekana tukifanya kuwa ni katika kitu ambacho ni bora. Na hili ni jukumu la kila mmoja katika sisi. Sisi tunao nafasi ya kufikisha ili kila mmoja achangamkie hiyo fursa. Na nilikuwa nasema ili kuweka maandalizi vizuri katika level yetu ya msikiti biidhnillahi karim, tutatumia angalau kila siku 4 kuchangisha, walau kila siku 4 katika mwezi wa Rajab pamoja na Shaaban, tuchangishe tuone kama tunaweza kufanya iftari ile ambayo inakidhi viwango kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Na kwa watu binafsi, kila mmoja ambaye anaweza kuwania hiyo nafasi, basi wala anaweza kuja pia tukaonana, akasema mimi naweza kufuturisha siku hizi, mimi naweza kufanya hivi, ili tuweze kuona kama tunaweza tukalifanya katika ubora. Kwa nini? Inna Allaha yuhibbu al-'abda idha 'amila 'amalan ay yutqidahu. Hawa Yaajuj wa Maajuj wametaka kwa Dhulqarnain ukuta wa kawaida tu wa kutenganisha. Yeye akasema wala nitakufanyeni kitu hamtasahau. Atuni zubar al-hadid hatta idha sawa baina as-sadafain qala anfukhu hatta idha ja'alahu nara qala atuni ufrigh alayhi qitra famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Akasema no, nitatumia zege ambayo hamkuizoea nyinyi, leteni vipande vya chuma. Kisha akachoma vile vipande, ikaenda mpaka kama ni moto hasa. Kisha anachukua ile, ndio anaenda kumwagia kama sehemu ya zege kwenye juu ya chuma. Hakuna kutoboa, hakuna kuruka kwa urefu, ikawa ni the best, na kwa ugumu ikawa ni the best, ila antakuma saa, mpaka kiyama kisimame. Kwa hiyo mkiamua kufanya huduma za kawaida, wala sio hizo za Dhulqarnain, mnashindwaje kama jamii ya Waislamu katika eneo hili dogo, walau katika kiwango hicho cha kufuturisha, kama sehemu ya mfano wa kutoa huduma katika jamii. Wa akhiran, nimalize kwa namna ambavyo Dhulqarnain pia amemaliza. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة قال هذا رحمة من ربي
amaliza kwa kusema haya yote nimeyafanya sio mimi, sio uwezo wangu, hii ni rehma inayotoka kwa Mola wangu mlezi. Kwa lugha nyingine Allah anapomwambia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hatukukutuma Muhammad isipokuwa wewe ni rehma kwa ulimwengu. Maana yake ni kwamba kila aliye mfuasi wako popote anapokaa, wale wanaomzunguka wahisi kwamba yeye ni rehma. Yaani popote unapoishi, kuanzia katika familia yako watu wahisi kwamba hapa tuna rehma, majirani wahisi rehma yako. Popote unapokuwa unatakiwa kuakisi ile rehma, na ile rehma sio wewe, bali ni katika kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, rahmatan min rabbik. Hii ni rehma iliyotoka kwa Mola wako. Kwa Al-Khidri, yeye amemwambia Musa, hii ni rehma inayotoka kwa Mola wangu mlezi. Dhulqarnain naye anahitimisha kwa kusema, hii ni rehma inayotoka kwa Mola wangu mlezi. Maana yake ni kwamba fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, ama kwa neema ya Mola wako ihadithie. Njia pekee na ya kudumu ya kuhadithia ni kunufaika jamii inayokuzunguka inufaike na neema na rehma ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupa. Wamenyimwa watu wengi, ukapewa wewe, ili jamii iweze kunufaika kwa niaba yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie kwa miongoni mwa wale ambao watazingatia mafunzo yanayopatikana katika suratul Kahfi na kuyaingiza katika utekelezaji. Wafaqana Allah lima yuhibbu wa yarda. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim.